Mwigulu Lameck Nchemba. Kutoka mavumbini hadi meza ya maazimio ya taifa. Kuna hadithi moja inayoanza mbali sana. Mbali kabisa, katikati ya ardhi kavu ya Makunda, wilaya ya Iramba, mkoa wa Singida. Huko upepo wa jangwani ulivuma kama wimbo wa matumaini, na kijana mmoja mdogo, Mwigulu, mtoto wa wakulima wa kawaida, alikuwa akitazama anga lenye nyota akijiuliza, je, kuna maisha zaidi ya haya ya jembe na udongo? Hakuwa na dhahabu mkononi, hakuwa na jina kubwa, lakini alikuwa na ndoto, na ndoto hiyo ikawa taa ya safari yake. Katika shule ya msingi ya Makunda, alijifunza kwamba kalamu inaweza kuwa silaha kubwa kuliko jembe. Hapo ndipo alipoianza safari yake rasmi ya elimu mwaka 1987, akihitimu darasa la 7 mwaka 1993. Mwaka 1994 alijiunga na Ilboru Secondary School Arusha kwa masomo ya kidato cha kwanza hadi cha 4, yani ordinary level, akihitimu mwaka 1997. Baada ya hapo, mwaka 1998 alijiunga na Mazengo Secondary School Dodoma kwa masomo ya kidato cha 5 na 6, akihitimu mwaka 2000. Mwaka 2001 Mwigulu Lameck Nchemba alijiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam akisomea uchumi na kumaliza shahada mwaka 2004. Miaka michache baadaye, kijana yule wa Makunda akajikuta ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akiwa mbunge wa jimbo la Iramba Magharibi kupitia Chama cha Mapinduzi CCM mwaka 2010. Sauti yake haikuwa na kelele sana, bali ya hoja. Serikali ikamtazama, ikaona uthabiti, ikauona uweledi, kisha ikaona kiongozi mahiri. Akiwa mbunge, alianza kazi ya kitaifa na baadaye akapokea uteuzi wa waziri katika nyadhifa kadha wa kadha, zikiwemo hizi zifuatazo. Mwigulu Nchemba aliteuliwa kuwa waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi mwaka 2015 mwezi Novemba hadi Juni 2016. Aliteuliwa kuwa waziri wa mambo ya ndani na alihudumu kati ya Juni 16 hadi Julai 2018. Mwigulu Nchemba aliteuliwa kuwa waziri wa sheria na katiba Mei 2020 hadi Machi 2021. Waziri wa fedha, ambayo alihudumu tangu tarehe 31 Machi mwaka 2021 hadi mwezi Oktoba mwaka 2025. Na sasa ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzia tarehe 13 mwezi Novemba mwaka 2025. Wengi humuona kama mtu wa namba, yani wa hesabu, wa bajeti
Lakini nyuma ya namba hizo kuna moyo wa binadamu anayejua kilio cha kijiji na matumaini ya kijana. Katika hotuba zake mara nyingi hurudia msemo, fedha za umma lazima ziwe na matokeo kwa umma. Ni kiongozi anayependa kuona uchumi ukikua bila kuacha mwananchi nyuma. Amesisitiza maeneo ya elimu, afya, miundombinu na miundo ya fedha za umma, akiamini maendeleo si takwimu tu, bali ni maisha bora ya Watanzania wote. Hakuna safari bila mawe njiani. Wakati mwingine maamuzi yake yamezua mjadala. Wakati mwingine ukimya wake umekuwa tafsiri ya busara. Lakini jambo mmoja halijawahi kubadilika kutoka kwa Mwigulu Nchemba, ni msimamo wake wa kutanguliza maslahi ya taifa mbele. Mwigulu Lameck Nchemba anabeba ujumbe mzito kwa kizazi hiki. Haijalishi ulipotoka, bali unakoelekea. Elimu ni silaha, nidhamu ni ngao, na uzalendo ndio dira. Kwamba hata kijana wa kijijini anaweza kuamka na kuongoza nchi yake kama atakubali kuanza chini, kujifunza na kutumika kwa moyo. Kwa sababu kwa Mwigulu Lameck Nchemba, maendeleo si ndoto tu, ni wajibu.